Vyama vya siasa 14 vyenye usajili wa kudumu nchini vyaeleza dhamira yao ya kushiriki uchaguzi mkuu wa serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano na ya Mapinduzi Zanzibar. Watu 31 wauawa ukanda wa Gaza na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya kufuatia shambulizi la jeshi la Israel karibu na kituo cha kusambaza misaada cha Rafah. Na katika michezo, draw ya mashindano ya Masoko Cup 2025 yapangwa rasmi, huku soko la Mbagala rangi tatu na Buguruni kutimua vumbi mechi ya ufunguzi. Wakati huu mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Mwenzangu katika lugha ya alama ni Tito Makombe. Karibu. Vyama vya siasa 14 vyenye usajili wa kudumu nchini vimeeleza dhamira yao ya kushiriki uchaguzi mkuu wa serikali zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar utakaofanyika Oktoba mwaka huu, na kuwataka wananchi kuendelea kudumisha amani iliyopo kabla na baada ya uchaguzi. Tunaomba Watanzania tuunge mkono na kutuchagua. Tunaahidi ushirikiano katika kupiga kura kwa njia ya amani na utulivu. Tamko la vyama hivyo limetolewa jijini Dodoma wakati wa jukwaa la pamoja lililowakutanisha viongozi wakuu wa vyama 14 kati ya 18 vitakavyoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ambapo wameeleza kuwa dhamira hiyo inasukumwa na kuwepo kwa sheria mpya za uchaguzi ambazo zimeridhiwa na wadau wote. Kwa upande wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC wamefika mbali zaidi. Nadhani vyama vyote tumeshapeleka majina ya wale watakaotoka kwenye vyama vyetu wakawa katika kamati za maadili. Hii inaashiria nini? Inaashiria kwamba Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC ipo tayari na imejipanga vizuri. Shirikianeni na vyama vya upinzani kwenye michakato yote ya uchaguzi. Na uzuri ni kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, marekebisho ya upigaji wa kura ya urais yamefanyika. Popote ulipo unapiga kura ya rais Mtanzania. Kwa hiyo hakuna figisu. Viongozi hao wameongeza kuwa dhamira yao ni kuhakikisha kupitia uchaguzi huo wanashika dola, huku wakifafanua mchakato wa kuwa na mgombea mmoja kupitia jukwaa hilo, kwa kuwa kwa sasa wanasubiri kumalizika kwa vikao vya ndani ya vyama vyao. Kwa mara ya kwanza taifa linakwenda kushuhudia uchaguzi utakaokuwa unasimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Inawezekana kabisa ule ukomo wa CCM kwa madarakani ni mwaka huu, kwa jinsi ambavyo vyama vyetu vimejiandaa. Kuna mambo mengi ambayo yanaonyesha mwaka huu tunakwenda kuwa na uchaguzi wa kihistoria. Mabadiliko katika sheria za uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa ni miongoni mwa mambo yanayopelekea upekee katika uchaguzi huu. Tunakuja. Maana wakati mwingine mnatudharau, alafu hata tukifika kule hamna habari na sisi, mwisho wa siku mnasema wameshindwa hao mapandikizi. Safari hakuna pandikizi, hakuna chawa, hakuna kunguni wala kiroboto. Tunakwenda kufanya kazi kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko katika nchi hii. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mwanasiasa mkongwe na miongoni mwa wapigania uhuru wa Tanganyika, Alhaji Mustafa Mohamed Songambele amefariki dunia usiku wa kuamkia leo jijini Dar es Salaam. Taarifa ya kifo chake imethibitishwa na binti yake Dora Songambele, ambaye amesema maandalizi ya kusafirisha mwili wa marehemu kwenda Songea mkoani Ruvuma kwa maziko yanaendelea, huku msiba ukiwa nyumbani kwake Mwananyamala. Marehemu Songambele alitimiza umri wa miaka 100 Jumapili iliyopita tarehe 25 Mei 2025 na kusherehekewa na familia, marafiki wa karibu. Alhaj Songambele alikuwa mmoja ya waanzilishi 30 wa chama cha TANU, baadaye CCM, akiwa na kadi nambari 27. Aliweka rekodi ya kuwa mkuu wa wilaya ya kwanza nchini alipoteuliwa kuongoza wilaya ya Pwani, sasa Ilala,
kabla ya kupandishwa na kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua kwa dhati na kuthamini ushirikiano wa karibu na wa kimkakati na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB iliyochangia utekelezwaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ya miundombinu, nishati, maji, kilimo na ustawi wa jamii. Dr. Nchemba amesema hayo wakati akitoa majumuisho ya uwakilishi wa Tanzania katika mkutano wa 60 wa Baraza la Magavana wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB na mkutano wa 51 wa Baraza la Magavana wa Mfuko wa Maendeleo wa benki hiyo ADF iliyofanyika Abidjan nchini Cote d'Ivoire. Amesema katika miaka ya hivi karibuni Tanzania imekuwa na ongezeko kubwa la ushirikiano na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB, ambapo hivi sasa serikali inatekeleza miradi ya maendeleo ya kimkakati 25 ikiwemo 21 ya serikali Tanzania bara na Zanzibar, na miradi 4 ni ya sekta binafsi katika sekta za miundombinu, nishati, usafirishaji, maji, usafi wa mazingira pamoja na kilimo, yote kwa pamoja ikiwa na thamani ya dola za Marekani bilioni 3.54. Pongezi kwa Dr. Akinwumi Adesina ambaye amemaliza muda wake, ambaye kwa kweli ameipandisha hadhi ya Benki ya Maendeleo ya Afrika na ameleta utaratibu mpya ambao umekuwa mzuri sana wa kutoka kwenye benki kujishughulisha na vimiradi vidogo vidogo kwenda kwenye miradi mikubwa. Hii ni hatua kubwa ambayo ni legacy kwa benki ameiacha, lakini tumpongeze na rais mpya tuliyemchagua Dr. Sidi Ta ambaye si mpya, si mgeni katika tasnia hii ya kifedha. Dr. Nchemba ameitaja baadhi ya miradi hiyo kuwa ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa SGR, ujenzi wa barabara za mzunguko jijini Dodoma, ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato mkoani Dodoma, ambayo kukamilika kwake kutaleta mageuzi makubwa ya kiuchumi nchini Tanzania. Yetu tuna ushirika nao wa miradi mingi ya maendeleo ikiwemo mikubwa na miradi midogo. Kwenye miradi mikubwa umeona tunashirikiana nao kwenye ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora kwenda Kigoma pamoja na kipande cha Kigoma kuelekea Burundi na baadaye DRC. Lakini pia tunashirikiana nao kwenye ujenzi wa barabara za mzunguko za jiji la Dodoma pamoja na uwanja wa ndege wa Msalato, kutaja tu miradi michache lakini iko na mingine mingi. Aziza Bakari, Channel 10. Mwenge wa Uhuru umeanza mbio zake katika mkoa wa Dar es Salaam ukitokea mkoani Lindi, ambapo katika mkoa wa Dar es Salaam panatarajia kukimbizwa kilomita 357 kukagua na kuzindua pamoja na kuweka mawe ya msingi jumla ya miradi 36 ikiwa na thamani ya shilingi bilioni 79.2. Khamisi Suleiman anaripoti. Akikabidhi mwenge huo kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Terak amesema katika mkoa huo miradi 59 ilikaguliwa. Mwenge umepita katika miradi ya maendeleo 59. Kati ya miradi hiyo 19 iliwekewa mawe ya msingi, 6 ilizunduliwa na kufunguliwa, miradi 34 ilionwa na kutembelewa. Thamani ya miradi yote iliyopitiwa ni fedha za Kitanzania bilioni 22.401. Mwenge huu wa Uhuru unabeba kauli mbiu ya kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Aidha, pamoja na ujumbe huu, mwenge huu wa mbio za uhuru unaambatana na kauli mbiu za kudumu kama vile mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, mapambano ya rushwa, mapambano ya malaria pamoja na madawa ya kulevya. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alikabidhi mwenge huo kwa mkuu wa wilaya Temeke
na kuanza mbio zake, ambapo katika wilaya hiyo umekagua, kuzindua pamoja na kuweka mawe ya msingi katika miradi 7. Katika eneo la Mbagala, wakati wa ukaguzi wa shule mpya ya kisasa ya Mangaya, kiongozi wa mbio za Mwenge Ismail Aliusi alipongeza wilaya Temeke kwa kutekeleza miradi kwa kuzingatia ubora pamoja na usimamizi wa fedha zinazotolewa na serikali. Tunaposema tuna tunu ya taifa ambayo tunajivunia kwa maana ya Mwenge wa Uhuru, tunakuwa tunamaanisha. Leo hii tumejionea matumaini katika shule hii, tumejionea upendo katika shule hii, lakini pia tunajionea heshima kubwa inayowekwa na serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wake. Niwaombe sana ndugu wananchi, tuendelee kuunga mkono jitihada za serikali zinazofanywa. Kiukweli, jimbo la Mbagala na kata ya wilaya ya Temeke kwa ujumla, hatuna deni na Mheshimiwa Rais wetu Daktari mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea kumpongeza kwa mambo makubwa aliyoyafanya katika sekta ya elimu msingi na sekta ya sekondari. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Kwa mwaka huu inaanza rasmi jijini Arusha kesho Jumatatu, huku mijadala mikubwa katika jukwaa hilo ikijikita katika mafanikio makubwa ya maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 pamoja na elimu ya uraia kwa jamii kuelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Novatus Makunga anaripoti. Mkurugenzi mtendaji wa asasi za kiraia Azaki Justice Rutenge alifafanua kwamba katika dira ya taifa inayotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni wameridhika nayo, kwani wamehakikisha imeakisi maisha ya walio wengi. Sisi kama asasi za kiraia tumeshiriki kiasi kikubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba dira pamoja na mpango elekezi wa muda mrefu unaakisi maoni, mawazo na matarajio ya wananchi, na tumekuwa sehemu kubwa sana ya michakato hiyo miwili. Kwa hiyo tunataka kutumia fursa hii kuendeleza ule ubia, ule ushiriki ambao tumeuanza katika michakato ambayo ina define future ya Tanzania, mustakabali wa Tanzania utakuwaje. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya asasi za kiraia Azaki, CPA Mesesila, ameeleza wiki hiyo imebeba kauli mbiu Pathways to Progress, ikisisitiza njia za kuyafikia maendeleo, ikilenga kuwa na taifa lenye raia wanaowezeshwa, wanaojimudu na kupata haki zao za msingi. Maono yetu kama FCS ni kwamba tunatamani na tunaamini kuwa na raia ambao wanawezeshwa, ambao wanajitegemea, wenye kuwajibika, lakini pia wana haki zao za kijamii na za kiuchumi na kufurahia maisha bora. Nafikiri kila mtu hilo ndio anatamani liwepo, na sisi ndio tamanio letu kubwa. Naye katibu mkuu wa Baraza la Asasi za Kiraia nchini Azaki, Adam Nsimba, ametaja mwelekeo wa wiki hiyo kwa mwaka huu. Kwamba mwaka huu tunajiangalia katika dira inayoenda kutekelezwa, tunajiona wapi kama asasi za kiraia. Tunaona huyu mwananchi tunayemtumikia tutamsaidiaje, na sisi kama wanaazaki tunajitathminije tunavyoenda mbele. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwezeshaji, Profesa Kitila Mkumbo atashiriki katika mijadala ya wiki hiyo itakayokuwa na washiriki zaidi ya 900. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Katika hali ya kukabiliana na matumizi ya plastiki pamoja na taka zitokanazo na plastiki, Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limeitaka jamii kuepuka matumizi ya bidhaa hizo ambazo zinatajwa kuleta madhara makubwa kwa viumbe hai, ekolojia ya udongo na mazingira kwa ujumla. Mwanahabari wetu Jimmy Mengele ameandaa taarifa ifuatayo. Kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, meneja wa NEMC kanda ya Morogoro na Rufiji akiwa mkoani Morogoro amefafanua madhara ya kiafya yanayotokanayo na matumizi ya plastiki, huku akisisitiza wananchi kuzingatia sheria za utunzaji wa mazingira. Taka hizi za plastiki zina madhara kwenye afya zetu, kwa wanyama, kwa mifumo ekolojia, kwenye ardhi na hata kwenye miundombinu ambayo ni muhimu katika mazingira yetu tunayoishi. Plastiki zote, chembe hizo pamoja na hiyo kemikali vinachangia, sio peke yake lakini vinachangia. Sasa chochote kinachochangia na chenyewe ni hatari kwenye afya ya binadamu, afya ya uzazi kwa wote, wanawake na wanaume
wanawake unaharibu kuanzia mfumo wa ubebaji mimba kwa mtoto, lakini kwa wanaume unachangia sana upungufu au naathiri uzalishaji wa mbegu za kiume. Wito wetu ni kwamba tunaomba Watanzania wote, nikianzia na mimi mwenyewe, tuzingatie sana sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004 ambayo lengo ni kuhakikisha kwamba tunapunguza matumizi yasiyo ya lazima ya plastiki ili kudumisha afya za watu. Wadau wa mazingira wanaeleza jitihada wanazochukua katika kutunzaji wa mazingira pamoja na mikakati ya kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambao huadhimishwa ifikapo Juni 5 kila mwaka. Tutaanza na swala zima la usafi wa mazingira ambayo tutaifanya pale stendi ya Dodoma, na lengo kubwa ni kuhamasisha udhibiti wa taka kwa ujumla, lakini pia matumizi ya plastiki. Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu ni bodi ambayo ina mamlaka hususi katika swala zima la rasilimali za maji, kwa maana kuhakikisha maji yaliyoko kwenye vyanzo vya maji, kwa maana ya chemichemi, mito, visima, mabwawa, maziwa, maji hayo yanakuwa safi na salama. Kwa hiyo tuna kampuni ambayo tutaizindua pale, inaitwa My Dustbin, kuhakikisha kwamba kila eneo ambalo lina mikusanyiko ya watu tunakuwa na vifaa vya kutunzia na kuhifadhi takataka. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Wananchi wa kata ya Maubingi wilayani Bariadi mkoani Simiyu inayojumuisha vijiji vitatu wameiomba serikali kuipandisha hadhi zahanati ya Gasuma kuwa kituo cha afya kutokana na kuongezeka kwa idadi kubwa ya kina mama wanaojifungua, ambapo kwa siku inaelezwa kuwa wakina mama kati ya 7 hadi 8 wamekuwa wakijifungua. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, mwanahabari wetu Aiden Muhando ameandaa taarifa ifuatayo. Wananchi wa kata ya Maubingi wanaomba kupandishwa hadhi kwa zahanati hiyo kutokana na idadi kubwa ya kina mama wanaofika hapo kujifungua. Jengo la zahanati limekuwa ni dogo, halitoshi. Akina mama wanajifungua kwa siku 7 hadi 10, ambayo imepelekea tunakuwa na upungufu wa kile chumba kwa ajili ya kujifungulia. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan upande wa afya kwa kweli amefanya makubwa sana, kwa sababu kipindi cha nyuma kule zahanati na vituo vya afya vilikuwa vichache sana. Kuhusu utekelezaji wa sekta ya nishati, mbunge wa jimbo la Bariadi Mhandisi Kundo Mathew akizungumza na wakazi wa kata ya Banemi katika mkutano wa hadhara na kueleza yaliyofanywa na serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, anasema mwaka 2020 kati ya vijiji 84, vijiji vingapi? 84. Ni vijiji 32 tu ndio vilikuwa vina umeme. Vijiji singa 32 kati ya 84 yenda kuhageke sijiji 52 shari zinenake na umeme. Sasa tuna vitongoji 512. Katika vitongoji 512 ndio tunaenda kufanya kazi ya kufikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote. Unapoona maendeleo yamekuja, yamemwagika, jua kwamba kuna mtu amekwenda kuyafanya nini? Kuyatafuta. Sasa ni waombe ndugu zangu, mama yetu amefanya kazi kubwa sana. Nilikuwa napitia miradi iliyoletwa hapa. Ameleta zaidi ya bilioni 1 na milioni 200, bilioni 1. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya Lioto iliyopo mkoani Mbeya wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya uhaba wa vifaa vya kujifunzia na sare za shule kwa baadhi ya wanafunzi, jambo ambalo limewasukuma wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST kutoa msaada wa vifaa mbalimbali shuleni hapo ili kuongeza ufanisi wa kitaaluma. Kutoka jijini Mbeya, mwanahabari wetu Epimakus Apolinali ameandaa taarifa ifuatayo. Wanafunzi wa shule ya sekondari Lioto, licha ya kuwashukuru watumishi wa Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST kwa kutoa vifaa vya kujifunzia,
Wamesema baadhi yao wamekuwa watoro shuleni kutokana na kukosa sare na viatu vya shule, huku mwalimu mlezi wa shule ya sekondari Lyoto Kisa Mwambije ametumia nafasi hiyo kuwataka wanafunzi kuongeza bidii kwenye masomo yao ili kufikia malengo yao. Kuwashukuru wageni wetu waliokuja siku ya leo kutuletea hizi zawadi na kuletea wale watu ambao wana mahitaji muhimu ambao familia zao kidogo zipo duni. Tunawaahidi tunasoma, tutaweza kutimiza malengo yetu. Kubwa tunawashukuru sana kwa msaada huu mliotuwezesha kwa kiasi kichache hiki. Taifa la kesho. Lakini pia kwa watoto wetu tunaomba kwa hiki walichokifanya hapa, hebu mkajifunze, mkaongeze bidii katika masomo yenu ili muweze kufikia malengo yenu. Kwa upande wake Dr. Festo na Mayara kutoka chama cha wahadhiri Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST na Dr. Duo Chengura wamesisitiza wanafunzi kusoma kwa bidii kwa manufaa ya maisha yao ya baadaye. Uwezekano mkubwa sana kupata choices, yani chaguo sahihi la programu ipi uweze kusoma. Kuanzia programs za biashara mpaka programs za engineering na science. Tunao programu ya biashara vile vile. Sasa tunaandaa pale kwa ajili ya kufanya mambo ya biashara kabisa. Kwa utakuja kusoma mambo ya biashara tunakukaribisha sana MUST, na utakuja kuwa engineers au kuwa scientist. Kwa hiyo wale ambao wanawiwa kuwa walimu kwa ajili ya kufundisha hayo masomo ya amali, mnakaribishwa sana mje mjiunge na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Jeshi la polisi mkoani mjini Magharibi Unguja linawashikilia watu 8 kwa makosa mbalimbali na watu watatu wenye umri kati ya miaka 16 na 17 wakituhumiwa kwa makosa ya unyang'anyi kwa kutumia mapanga huku wakiwa wamevalia mabaiboi. Kamanda wa polisi mkoa mjini Magharibi Unguja Richard Tadeo Mchomvu amesema vijana hao wamekamatwa eneo la Kisauni wilaya Magharibi B mkoa mjini Magharibi Unguja. Na walionekana kwa siku hiyo moja, ilikuwa ndo tukio la kwanza. Wananchi waliwaona, maana wananchi wapo wanapita wanaona. Kwa hiyo raia wema, wananchi wenye busara, wenye hekima wakawaona, wakatoa taarifa polisi kwamba wako watu wanavaa baibui wanavizia. Kwa hiyo tukafanikiwa kufanya msako mkali. Katika msako huo tukafanikiwa kuwakamata vijana 8, lakini kati yao 8 tuliowakamata 3 wameshiriki katika ile tukio nilolisema la tarehe 27. Vijana hao walioshiriki kwenye tukio hilo ni Mohamed Saha Hamis, yeye ana miaka 17, mkazi wa Kisauni. Lakini mwingine ni Fahadi Ali Muslim miaka 16, naye ni mkazi wa Kisauni. Mwingine anaitwa Ali Sufiani Rashid miaka 22, naye ni mkazi wa Kisauni. Hawa tumewapata, walipohojiwa wakakiri, na walipobanwa wakaeleza kwamba kuna kiongozi wao, wakawapeleka askari kwake. Sitamtaja jina kwa sababu tunamtafuta. Akifafanua mazingira ya tukio hilo, Kamanda Mchovu anasema vijana hao walimvamia mtu huyo aliyetambulika kwa jina la Saidi baada ya kubaini akiwa na fedha wakati akiwa katika klabu za starehe. Tulibaini kwamba yule bwana Nasoro Suleimani Nasoro alikuwa kule Kisauni. Kuna watu wana mambo ya hovyo, watu wana tabia kuuza pombe za kienyeji. Hizi pombe zinaitwa mabobonya, si mnazijua pombe zile zinazotengenezwa kwa mazao. Kwa hiyo alikuwa mahali anakunywa hizo pombe na vijana, hao vijana waliompora wakamuona na pesa 300,000. Walipoona ile wakatoka haraka, kwa sababu maeneo yao ni maeneo ya pale Kisauni, wakaenda wakavaa baibui, mtaziona pale. Wanamjua, kwa hiyo wakamvizia njiani wakati anapita, ndio wakamvamia kwa lengo la kumpora zile hela. Sasa kwa bahati mbaya zile hela nafikiri alikuwa shazitumia kwa mambo yake mengine nao nini hawakuzikuta. Pamoja na mambo mengine, Kamanda Mchovu anasema pia jeshi la polisi linaendelea na operation ya kuwatafuta watu wengine wanaohusika katika tukio hilo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Jamii na wazazi mkoani Ruvuma wametakiwa kujenga utamaduni wa kuwathamini walimu, kwani kazi ya kuwatengeneza watoto wamepewa walimu kwa kuwa ni askari hodari anayetumia silaha katika kuwainua watoto maskini na kuwapa dira ya maisha kwa kuwajengea imani na kuwa viongozi wa kesho watakaoleta mapinduzi ya viwanda katika kukuza uchumi wa taifa.
Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Ahmed Abasi Ahmed wakati wa hafla fupi ya kuaga walimu wa wastaafu wapatao 85 kutoka halmashauri 8 za mkoa huo, ambapo amesema kuwa walimu wameweza kulitumikia taifa kwa weledi, uadilifu na moyo wa uzalendo, hivyo kama taifa lina kila sababu ya kujivunia uwepo wao. Mmevumilia na mmevumilia mazingira magumu ya mazingira ya kipato, lakini pia na ya manyanyaso kutoka kwa wale mnaowapa elimu, lakini kwa nyakati zote hamkuyumba katika maadili wala dhamira hiyo. Huu ndio mfano wa kweli wa uzalendo na moyo wa kujitolea. Mwalimu Nyerere aliwahi tena kusema, si kazi ya mwalimu kutoa maarifa tu, bali ni kuunda jamii yenye maadili. Walimu nyinyi mmetimiza wajibu huo kwa uadilifu. Mmewalea watoto wetu si kwa elimu ya vitabuni tu, bali kwa malezi ya maadili, utu na heshima. Kwa upande wa afisa elimu mkoa wa Edith Mpenzile, amesema kazi ya kuwalea watoto shule sio ya mwalimu pekee, bali ni ya kila mzazi na mlezi, hivyo umetakiwa kutoa mashirikiano. Natoa wito kwa wazazi wa Tanzania kutengeneza utamaduni wa kuthamini walimu, kwani kazi inayofanywa na walimu ni kubwa, na kazi hii ya kulea hatuwezi kuifanya peke yetu bila kusaidiwa na wazazi. Na hapa ndipo ukuta walimu tunapewa majina kulingana na hiyo kazi tunayofanya ya kuwazuia kufanya yasiyotakiwa. Na hapa nasaa ikatolewa kwa walimu wanaostaafu na wale ambao wanabakia katika utumishi wa umma. Mimi nawasi wasianzishe biashara ambazo hawajawahi kuzifanya, wasimamie yale ambayo wamekuwa nayo toka waanza utumishi wao mpaka walivyomaliza. Waratibu elimu kata, himiza kazi kwa upendo, sio kwa kuzuka. Ukizuka mwalimu naye anakoroma tu, halali anakoroma. Maana ukisikia sauti mtu anapolala akikoroma yule hajalala. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Wakazi wa wilaya ya Gairo wameipongeza serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA na shirika la umeme nchini TANESCO kwa kuhakikisha wanawasogezea huduma ya umeme kwa gharama stahimilivu, jambo ambalo hapo awali lilikuwa linawapa ugumu wa kuanzisha shughuli za maendeleo, hasa biashara zenye uhitaji wa nishati hiyo muhimu. Wakizungumza wakati wa majadiliano na baadhi ya viongozi wa shirika la umeme TANESCO wilaya ya Gairo, wakazi wa wilaya hiyo wamesema wanatoa pongezi kwa wakala wa nishati vijijini REA, kwani matokeo chanya ya kusogezea huduma wa umeme kwa bei ya stahimilivu wameanza kuonekana. Hivyo wameiomba serikali kumalizia maeneo machache yaliyobaki ili wasaidie kwa ukuaji wa uchumi wao na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi nilikuwa naomba tu nipate mrejesho ili sasa nitakapoenda kuwaita wananchi wangu kwenye mikutano ile sasa kuambia jamani, hasa ndio uchaguzi umefika na mimi nawaaga hapa, tuonane kama mtanichagua sawa, kama itakuwa vipi sawa, lakini niwape majibu ya umeme. Mwezi uliopita kwenye kitongoji ninachoishi mimi umeme umewashwa tayari. Wengine wanahoji diwani kapeleka umeme kwenye kitongoji chake. Kwa hiyo ni muombe sana meneja TANESCO, hivyo vitongoji ambavyo vimepimwa muda mrefu kuanzia mwaka jana mpaka leo, basi tuweze kupatiwa nguzo. Akitolea ufafanuzi maombi ya wakazi hao wa Gairo, meneja msaidizi wa TANESCO wilaya ya Gairo Donald John akawa na haya kusema. Kama mnavyofahamu, hivi vitu vinaenda kwa awamu na sasa hivi tuko kwenye mzunguko wa 3 chini ya REA. Tunaamini tutawafikia. Kwa vipindi tofauti tofauti tumekuwa tunajitahidi kusisitiza watu wa REA watufikie. Kwa nikuombe sana ndugu yangu, katika kipengele cha mjilili basi ukisimamia ndani ya miezi miwili hii kazi iendelee kuonekana. Asante, nikushukuru kwa uwasilishaji. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Watendaji wa halmashauri ya mji wa Njombe wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu kwa kuzingatia sheria na maadili ya kazi, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka wa fedha na uchaguzi mkuu ujao. Michael Patrick ameandaa taarifa ifuatayo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Kulthum Sadiki ametoa kauli hiyo wakati alipowaalika viongozi wa dini kutoka madhehebu mbalimbali kuwaombea watumishi wa halmashauri hiyo, ikiwa ni hatua ya maandalizi ya kuanza mwaka mpya wa fedha vyema ili kutekeleza majukumu ya kuwahudumia wananchi kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali. Tuweze kufanya kazi yetu vizuri tunapoelekea katika mwaka wa mwisho wa fedha, lakini tunaelekea
katika usiku. Basi Mungu aendelee kutulinda, atupe afya njema, na mara nyingi tumekuwa ni wimbo wetu zaidi ya kuwajengea watumishi kwamba lazima watende kazi sawa sawa na sheria na kanuni zilizo katika halmashauri au katika nchi yetu, lakini na ustawi wa halmashauri kwa ujumla wake. Tunapozungumzia ustawi inahusisha watumishi kujiimarisha katika masuala ya kiuchumi. Viongozi wa dini kutoka mkoani Njombe walioongoza maombi hayo tunakataa roho za magonjwa, tunakataa. Wamesisitiza mshikamano na upendo miongoni mwa watumishi lazima uwepo na kupongeza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu katika majukumu yao. Biblia inasema ukimtamkia mema mwenzako unarudi nyumbani ukiwa na mema. Bahati mbaya ukimtamkia mabaya ambaye amebarikiwa, nyumbani unarudi ukiwa na kasoro na kilema. Ni jambo zuri sana kwa katika jambo unapokuwa umefanya kitu kina mafanikio, basi unatakiwa mshukuru. Kwa hiyo swala la kumwomba Mungu kwa ajili ya mkoa wetu na kwa ajili ya nchi yetu ni jambo la baraka pia na la neema, na kila ambacho naweza nikasema, tuna uchaguzi huko mbele yetu, lakini pia yapo mambo ambayo yanaendelea ambayo tunastahili kuweza kuweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Nao baadhi ya watumishi walioshiriki wamesema maombi hayo yanawapa nguvu mpya kazini. Tumefundishwa kwamba Mungu atufanye tuwe na roho za nyama na sio roho za jiwe. Kwa hiyo Mungu anaenda kutubadilisha katika utendaji wetu wa kazi. Jambo la baraka kweli. Namshukuru Mungu. Tunaomba liwe endelevu siku zote. Kutoka katika ukumbi wa halmashauri ya mji Njombe mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick. Kwa taarifa hiyo, na taarifa yake inakamilisha upande wa habari za kitaifa, na sasa ni habari za kimataifa ambapo takriban watu 31 wameuawa ukanda wa Gaza na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israel karibu na kituo cha kusambaza misaada cha Rafah. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya ya Hamas, maafa hayo yametokea baada ya vifaru vya Israel kufyatua risasi karibu na kituo cha misaada huko Gaza, ambapo takriban Wapalestina 200 wamejeruhiwa huku kadhaa wakihitaji matibabu kwa majeraha mabaya. Kwa upande mwingine, kundi la Hamas limejibu mapendekezo ya Marekani na kusitisha vita Gaza kwa kusema liko tayari kuwaachia huru mateka 10 wa Israel walioko hai, wengine 18 waliofariki katika mashambuliano yaliyotukiwa kufanyika, ambapo wamefungwa kadhaa wa Palestina wanatarajiwa kuachiwa huru. Kundi hilo lilisisitiza matakwa yake kwa ajili ya kupatikana kwa amani ya kudumu, likitaja lingetaka Israeli kuondoka kabisa katika ukanda wa Gaza na hakikisho kwamba huduma za misaada zitaendelea bila kukatizwa. Tukielekea nchini Nigeria ambako takriban watu 151 katika mji wa Nigeria sasa wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia mafuriko yaliyoharibu nyumba na maelfu ya makazi kukimbia makazi mapema wiki hii. Shirika la usimamizi wa dharura la jimbo la Niger NSEMA limethibitisha kwamba idadi ya waliofariki imeongezeka kutoka 115 baada ya mafuriko kukumba mji wa Mokwa. Msemaji NSEMA ameambia vyombo vya habari kwamba zaidi ya kaya 500 zilizokuwa na watu zaidi ya 3000 ziliathiriwa. Baadhi ya familia zimesema kupoteza ndugu zao 2 hadi 5 wakiwemo watoto. Shirika hilo limeonya kuwa idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka. Naam, tunapata mapumziko mafupi, tutarejea. Mimi ni Nelson Munema na mwenzangu ni Tito Makombe katika lugha ya alama.